kichwa kwa ile. Songesha kichwa mbele kidogo. Amepanda juzi, anapanda viazi huko chini. Unaona sasa. Amepanda alikuwa kuja hata pengine kuna hapo baba. Pengine amechukua. Na hata picha ya mayo mwana mwamba. Wapi kama vilikuwa. Mama kwa nini ya mwezi picha wa sasa? Leo asubuhi mwendo wa saa 1 nimepata ripoti ya kwamba kuna mama ambaye ameuawa na mchukuu wake katika kijiji cha Mtoto vile kinapakana na Mahele. So nimekuja nikafika mahali hapa kweli nikahakikisha kwamba huyu mama ameuawa, na yule ambaye aliua huyu mama anaitwa Ezekiel. Ezekiel ni mchukuu wa huyu mama ambaye anaitwa Trutea Atiang. Huyu mama ni wa miaka zaidi ya 80 ambaye tumempata akiwa kwa kitanda chake. Ni kama amepigwa, shingo lake limeweza kupinduliwa, damu inatoka katika mdomo yake. Hii ilikuwa tu kuonyesha kwamba mama alikuwa amenyongwa na huyu mchukuu wake. Nilipouliza wanafamilia wanasema ya kwamba huyu kijana Ezekiel amekuwa kijana ambaye alikuwa anaishi hapa kidogo, anatoka, anakuja, anapatikana katika kijiji tena anatoka, lakini alikuwa anahatarisha maisha ya huyu mama. Kisa na maana ni kwamba anadai sehemu ya shamba ambayo madai yake hata haeleweki. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha kwa watu wa kijiji cha Mtoto pamoja na Mahele kumpoteza mama kwa njia kama hii, kwa njia ambayo haistahili. Mimi ningependa kuwaomba wanafamilia wote katika sehemu hii ya Tongareni ya kwamba jambo linapotokea, mnaposikia ya kwamba unapohisi ya kwamba kuna kijana ambaye anakusumbua, kijana ambaye anahatarisha maisha yenu kama wazazi, hiyo report tafadhali mulete kwa polisi kwa haraka iwezekanavyo ili hatua iweze kuchukuliwa. Mimi serikali hata maisha yangu ikata. Mimi mulezi wangu mzee wangu alikufa kitambo miaka 20 na kitu. Mwenye alikuwa ananilea, ananilisha na wajukuu na vitukuu ni huyu mshere. Na huyu mtoto vile anakuja na kujianga pale, hata mimi natetemeka atakuja kunimaliza. Watoto nitawachia nani? Nina watoto aina 2. Bwana wa kwanza alikufa akaniwacha na watoto 3. Huyu Simon akaniwachia watoto 2. Sasa nani atanilea? Serikali munisaidie. Sisi tunataka huyu mtoto ashikwe tu. Akipatikana aende tu kinyonga. Maisha. Hata jana asubuhi semeji yangu kaniambia, "Nyenye mchunge hii mtoto kweli, hii mtoto ametusumbua. Atatuia mama alafu tupata hasara." Kaniambia asubuhi jana. Asubuhi ilikuwa saa 2 na unai. Maamuka asubuhi nikakuja. Kufungua mlango hivi naona ni kuku moja tu peke yake inatoka, singine hakuna. Mimi nikaita kwanza kwa huku katikati ya nyumba nikasema mama haitiki. Mimi kuingia huko kumshika hivi amenyamaza, kufunua hivi kichwa na nikaona amekufa na napiga nduru. Mtoto akawajibu, mimi nataka tu mtu mwenye alichukua shamba yetu kukodesha, mwenye anakulanga pesa, sisi tumeteseka nje sana. Ndio kina mama na shemeji wakamwambia, enda shamba ilikodeshwa, mwenye alikodesha atatoka na mnakuja wanamgawa shamba. Asubuhi nimeamka, nimetoka kwenda maji, wananipigia simu. Sakeli amekuja amefahamia mama amemnyonga. Nikawachilia vitu vyote vyenye nilikuwa navyo, nikachukua pikipiki nikakuja. Na kweli nimekuja, nimepata mama yangu amekufa. Niko na huzuni. Nimeangalia sanduku ya mama, manguo yote amebeba yote, hakuna mashiti nilikuwa nimeosha iko karibu shiti 10. Yote amechukua ameenda nayo. Sanduku iko bure. Hata document ya shamba sijui amechukua zingine. Nimeona tu vitu vidogo nimepea boy sijui kama siko.